Sana, karibu sana katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tumeendelea kuwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaweza kufanikisha mpango wetu mkakati, tunaweza kufanikisha gurudumu la jinsi ya kuingia majira mapya tukiwa na nguvu mpya. Jinsi ya kuingia majira mapya tukiwa na nguvu mpya. Sasa leo katika somo letu la 3 katika siku ya 3 kwenye mfululizo wa zile siku zetu 10, somo letu linaenda kwa jina la bustani isiyolipa ni hobi, sio mradi. Bustani isiyolipa ni hobi, sio mradi. Okay, nikaribishe sana. Lakini tuko part 4 au tuko sehemu ya 4 ya somo hili ambalo tulianza kulijadili katika vipindi vilivyopita. Na somo hili la 4 linasema gharama ya kuto kufanya maamuzi leo. Mimi nisitumie neno leo, nitumie neno sasa hivi, kwa sababu ya unyeti na upekee wa somo la siku ya leo. Gharama ya kuto kufanya maamuzi sasa hivi. Unajua tofauti kati ya mtu mwenye mafanikio na mtu anayehangaika kupata mafanikio. Metangu wa strategia yeye huwa anapenda kutumia neno kuhangaika kupata mafanikio. Hataki kusema mtu asiye na mafanikio. Yeye huwa anasema anayehangaika kupata mafanikio. Tofauti yao sio kile wanachokijua. Tofauti yao ni maamuzi baada ya kujua. Tofauti yao sio vitu wanavyovijua. Tofauti yao ni maamuzi baada ya kujua. Inawezekanaje wanafunzi wote tumefundishwa na mwalimu mmoja? Baada ya miaka 3 kuna kundi dogo la watu ambao wanafanya mapinduzi, na kuna kundi kubwa la watu ambao wanahangaika kufanya mapinduzi. Tofauti yao haipo kwenye kile wanachokijua. Tofauti yao ipo kwenye maamuzi juu ya kile wanachokijua. Ukimuuliza mtu sasa hivi, unapenda kufanikiwa, anakuambia unachekesha. Kuna mtu ambaye hapendi kufanikiwa? Kwa nini hujafanikiwa? Visingizio debe. Visingizio vyote atakavyoleta vinajaribu kupamba kwamba ana haki ya kuto kufanya maamuzi. Vyovyote utakavyoleta visingizio. Mentangu wa strategia amekuwa akisema kwamba Ahazi, maelezo yako yote utakayonipatia, vile utakavyojielezea, lakini kama hujafanya maamuzi ya kuchukua hatua, kodi haiwezi kujilipa. Watoto wako hawawezi kwenda shule. Kama ni ishu ya afya, afya yako haiwezi kutengamaa. Energy ile ile, nguvu ile ile ambayo unanielezea kwa kuto kuchukua hatua, kama una akili, ni bora ungekuwa unafikiri nifanyaje niweze kufanikiwa. Nakumbuka alikuwa atupa mfano mmoja ambao of course uliniumiza, na kuanzia wakati huo nikaacha kabisa kuleta visingizio kwenye maisha yangu. Tulikuwa kwenye community ambayo tunafanya biashara. Unajua mentor ni mtu anakupa mikakati, lakini pia anasimamia mikakati yako. Sasa tulikuwa kwenye kipindi ambacho kuna mwenzetu alivunja rekodi ya kuingiza milioni 25 kwa mwezi. Sasa wakati wengine tunaelezea sababu ya kuto kufikia malengo yetu, mentor akasema hivi, hebu wewe uliyefikia 25 million waelezee kipindi umepata msiba wa shangazi yako, uliacha kufanya kazi, uliendelea? Jamali tuambia kitu ambacho kila mtu akadua. Anaambia wakati wanaendelea
na harakati, akipata kiupenyo anafanya inayomhusu, akipata kiupenyo anafanya inayomhusu. Na ile wiki ambayo alikuwa na msiba, jamaa aliingiza pesa nyingi kuliko wiki zingine zote ambazo alikuwa ana muda. Kuanzia siku hiyo nikasema kitu ambacho nawajibika kwenye maisha yangu siwezi kuleta visingizio. Kitu gani najaribu kuelezea? Somo letu la leo ni gumu kidogo, na ni somo ambalo sio la watu wote. Ni somo la watu ambao tunaita world changers. Kwa hiyo lisikilize, kama linakuhusu fanyia kazi, lisipokuhusu tuachie. Utanisamehe, mimi hata nikifanya kitu ambacho kiko serious zaidi wao wanafurahi. Lakini kuna vicheko vya aina mbili. Kuna kicheko cha huzuni na kuna kicheko ambacho ni cha furaha. Hichi ni kicheko cha huzuni, kwamba kwa nini kuna utofauti wa watu ambao wanahangaika na watu ambao wanajua. Watu wanajua kitu cha kufanya. Okay. Kuna maneno ambayo huwa wanakuwa nayo. Nitaangalia kwanza, wacha nifikiri. Maamuzi halisi sio hayo. Unaangalia nini? Hapana. Okay. Somo letu la leo ni somo la day 3. Safari yetu ya siku 10, leo ni siku ya 3. Na somo ambalo lilikuwa somo mama lilikuwa linasema kwamba, of course ndio linaendelea, linasema bustani isiyoleta kipato ni hobby, sio mradi. Maana ya hili somo ilikuwa nini? Na mantiki ya hili somo ni mtu aweze kuelewa nini? Mantiki ni kwamba ina maana lengo kuu la somo hili ni kubadili mtazamo kuwa jinsi ya kuwa na bustani yenye kukuingizia kipato cha uhakika. Naomba nirudie. Mantiki ya somo hili ilitakiwa iwe hivi: jinsi ya kuwa na bustani yenye kukuingizia kipato cha uhakika. Sasa inawezekanaje? Ndio maana katika masomo yote ambayo tumejadili, part 1, part 2, part 3 na sasa tunaenda kukamilisha part 4, yote yana mantiki ya kwamba tunawezaje kuwa na bustani inayoweza kutuletea kipato cha uhakika, sio hobby tena. Kwa hapa hatuzungumzii mapambo ya nyumbani, hatuzungumzii kitu cha kupoteza muda, tunazungumzia jinsi gani sasa tunazichukua pesa. Ndio mantiki ya somo la leo. Na ndio maana somo la leo ndio somo marefu kuliko masomo yote yaliyopita. Hakuna siku tumediscuss masomo 4 kwa siku. No. Kwa sababu it is a serious subject kwa watu ambao wanataka kufanya vitu viweze kutokea. Sasa katika zile part 3 zilizopita, naomba nifanye summary kwa sababu nataka ni connect na wale ambao hawajafuatilia. Lakini utapata muda utafuatilia nyuma. Ila kwa hii summary ambayo nitaconnect itakuonesha kabisa kwamba ni kitu ambacho kilikuwa serious kiasi gani. Part 1 tulijifunza hivi. Kwa nini 90% ya bustani za nyumbani hazizai pesa? Somo ambalo tulidiskasi zaidi ya dakika 45. Na kipengele ambacho tulikidiskasi zaidi tulisema hivi: kuna utofauti kati ya hobby na mradi. Kuna utofauti kati ya hobby na mradi. Tukasema hivi, bustani isiyolipa ndio hobby. Na hiyo hobby inachukua muda. Hiyo hobby inaua hamasa, au sio? Lakini tukasema bustani ambayo ni mradi ni una mahesabu, una lengo, lakini pia kuna mzunguko. Jambo la muhimu ilikuwa hivi, ilitakiwa ujue kuwa ukikosa pesa, unakosa pesa sio kwa sababu hujapanda mboga. Kwa sababu kumbuka, una bustani nyumbani, haikuingizii kipato. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba umekosa pesa kwa sababu, sio kwa sababu una bustani. Umekosa pesa kwa sababu hujapanga. Yaani bustani yako ni hobby, sio project, sio mradi. Hiyo ndio ilikuwa part 1. Part 2 ikasema hivi, kanuni ya uchaguzi wa mazao. Sasa uoteshe nini?
Kwa sababu kama unafanya kitu ambacho ni hobi kikuingizii pesa, sasa swali linakuja, Ahazi, tuoteshe nini kwenye bustani yetu tupate hela? Nikaonesha kabisa na mboga kwa mifano. Tukachuma majani ya spinach, tukachuma majani ya Chinese, tukachuma majani ya sukuma wiki, tukachuma majani ya figiri. Na nikaelezea na mboga zingine zote ambazo zinatakiwa, ambazo zitakuingizia pesa. Imagine. Tukajifunza kwenye part 2 kanuni inayosema hivi, the rule of 3. Kwamba kuna sheria 3 za kuzingatia ili uweze kuchagua mazao yatakayokuletea pesa katika eneo dogo nyumbani. Naomba nirudie, sheria hizi zilikuwa ni nini? Namba 1, unahitaji zao lenye mahitaji ya kila siku. Tukatoa mfano, mchicha, spinach, sukuma wiki, kila siku zinatakiwa. Hiyo ni sheria ya kwanza. Sheria ya pili tukasema mzunguko mfupi. Tukatoa mfano kwamba ukiotesha mboga ya siku 21 kwa mwaka ni mara 17 umeotesha. Ina maana mzunguko wake umekuwa wa muda mfupi. Tukasema pia kama ukifanya mboga ya muda mfupi, hata ukikosea ule mzunguko wake unarekebisha chapchapu, unaendelea. Tukasema hivi, kwa mfano kama wewe unaotesha mboga au zao linalochukua miezi 6, ina maana kwa mwaka ni mara 2, inachosha. Hata ukifanya kosa, maana kuja kurekebisha sio leo. Tukajadili kwa kiwango hicho. Tukasema rule number 3, sheria ya 3 inasema nini? Mauzo kwa kipimo kidogo kidogo. Tukasema kwamba mauzo ya kipimo kidogo kidogo yanafanya mara nyingi inakuwa pesa nyingi. Leo mboga unaweza kauza kwa kilo. Leo mboga unaweza kauza kwa fungu. Mboga unaweza kauza kwa kila siku. Hiyo ndio ilikuwa sheria ya 3, inaitwa the rule of 3. Na tukatoa mfano wa mazao 7 unayoweza kuyazalisha na yakakupa pesa. Manake nini? Bila hivyo, usipozingatia hizo sheria 3, sheria mojawapo ikaondoka, utakosa kitu kinaitwa cash flow. Cash flow manake nini? Cash flow tukasema ni mtiririko wa pesa ambazo zinakuja kila siku. Na nikazungumza kwa kina sana, nikasema unapojitafuta usifanye uwekezaji. Usifanye vitu vitakavyokupa pesa muda mrefu. Unapofanya uwekezaji, unapoanza kujitafuta kwenye maisha, tengeneza biashara, kazi ambazo zitakupa kipato, yani kipato cha haraka. Sawa sawa, tunaita cash flow. Cash flow maana ni kipato cha haraka. Maana yake nini? Tukasema kwamba usipokuwa na hizo vitu vitatu, utakosa cash flow, lakini hakutakuwa kuna uhakika wa pesa. Pale simple. Then tukasema part 3. Part 3 tukajifunza kwamba kwa nini mfumo unazidi bidii. Kwa nini mfumo unazidi bidii? Moja kati ya somo ambalo muhimu sana. Watu wanaohangaika ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii, wanajituma, lakini nguvu yao, uwekezaji wao hauna direction, hauna mwelekeo. Ni sawa na mtu anayekimbia kwa bidii lakini hajui anakoelekea. Ndio kufanya kazi bila mfumo. Tukasema hivi, bidii bila mfumo inachosha. Bidii bila mfumo ni mateso. Lakini mfumo unakusaidia kujua nini kinafanya kazi, nini hakifanyi kazi. Baada ya muda sasa unatengeneza mkakati ambao kwamba hiki na hiki inabidi kifanyike kwa kurudia rudia. Unatengeneza mfumo ambao hata mtoto mdogo ukimwambia nenda kamwagilie, siku kwanza utamuonesha unamwagilia hivi, siku pia utamwagilia mwenyewe. Okay, tukiondoa mboga hizi, kwa tunaotesha mboga hizi, kesho watajua. Tukasema hivi, bidii inahitaji nguvu zako. Mfumo unahitaji uamuzi na ujuzi wako. Uamuzi na ujuzi wako. Hiyo ndio summary ya part 1, part 2, part 3. Sasa leo tunaingia part
part 4 ambayo inakamilisha somo letu linalosema mradi usio kuingizia kipato ni hobby. Bustani isiyo kuingizia kipato ni hobby, sio mradi. Sasa somo langu la sasa hivi linasema nini? Gharama halisi ya kuto kufanya maamuzi leo. Gharama halisi ya kuto kufanya maamuzi leo. Okay. Unajua kuto kufanya maamuzi pia ni maamuzi. Yaani kuto kufanya maamuzi pia ni maamuzi. Lakini mara nyingi ni maamuzi ambayo gharama yake ni kubwa zaidi. Yaani kuto kufanya maamuzi pia ni maamuzi, lakini gharama yake ni kubwa zaidi. Sasa kivipi? Wacha nikuoneshe gharama 4 za kuto kufanya maamuzi. Gharama 4 utakazoingia kwa kuto kufanya maamuzi. Namba 1, gharama ya muda. Tunaita time cost. Ukweli muda huwa hauhifadhiwi. Muda huwa hausimamishwi. Na muda huwa haurejeshwi. Mfano wa kawaida. Ukianzisha leo bustani yenye mfumo, yaani bustani ambayo ina mkakati, inaweza kukuingizia labda tuseme 15,000 kwa siku. Sawa, 15,000 kwa siku. Ndani ya miezi mitatu inaweza kukuingizia kiasi gani? Kwa sababu ukisema 15,000 kwa siku, kwa mwezi ni 4,500,000. Sasa chukua 4,500,000 mara 3. 4,500,000 mara 3. Wacha tukakalkulate wote hapa, ili na wewe sasa akili ifanye kazi, kwa sababu nisije nikakutajia tu data alafu mwenzangu akili yako haichangamki, utakuacha. Na mimi sihitaji nikuache, kwa sababu hapa ndipo penyewe ambapo miezi mitatu ijayo tutajua tulikuwa na mtu au vipi. Wala sikutishii, nakwambia ukweli, kwa sababu mwisho wa siku hakuna kitakachotokea kwa mimi kukufundisha na kujua alafu niachukua hatua. Hamna cha maana. Hakuna cha maana. Kwa lazima nikwambie tu ukweli. Kama leo utaanzisha bustani yenye mkakati ambayo inaweza kuingizia shilingi 15,000 kwa siku, ina maana kwa siku 30 ni 4,500,000. Ndio? 4,500,000 mara miezi mitatu ambayo wewe umeahirisha. 3 mara 5 ni 15. 3 mara 4 12, na ile 13 ni 1,300,000. Sasa unapochelewa unachelewesha pesa ambayo ndio hii hapa. Yaani unapo forward maana yake unachelewesha hii pesa. Sasa wala kujiuliza, hii pesa inaweza kufanya nini kwenye maisha yako? Inaweza kalipa ada ya mtoto, ikalipa bili, ikalipa nini? Kwa ni projection ambayo kumbe miezi mitatu ijayo ambayo mimi nafikiri kwamba nimeipumzisha, naweza naipoteza 1,300,000. Ndio maana nasema gharama ya kwanza ni gharama ya muda. Tunaita time cost. Very simple.
Gharama ya pili, gharama ya pili tunaita gharama ya chakula. Gharama ya pili ni gharama ya chakula, tunaita food cost. Wacha mimi niite gharama ya chakula na afya, kwa sababu afya sijaihusisha hapa. Maana yake ni nini? Bei za vyakula zinapanda, bei za mboga hazishuki, zinazidi kufanyaje? Kupanda, zinaongezeka kila siku, kila wiki. Hauna bustani, unalipa zaidi, unapata sumu zaidi. Asa mfano wa kawaida, kwa mfano kama natumia shilingi 5,000 kwa siku, kama natumia shilingi 5,000 kwa siku, maana yake kama natumia shilingi 5,000 kwa siku, kwa siku 30, maana yake ni 1,500,000. Kwa siku 30 1,500,000. Si ndio? Haya. Ukiwa na bustani yako nyumbani, inaweza kukupunguzia gharama angalau 50%. Tuseme tu kwa kima cha chini kabisa. Yaani kukupunguzia 50% ya gharama ambazo ulikuwa unaingia kila siku. Maana tunazungumzia bustani imekuokolea 75,000 kwa siku, kwa mwezi. Asa fanya hii 75,000 mara miezi 6, umeokoa shilingi ngapi? Hapa ni 30, hapa ni 42, 45. Umeokoa 4,500,000. Ambazo hizi umezipeleka sokoni. Very simple. Sasa tunasema hivi, hii sio hasara ambayo unaiona kwa haraka, lakini inakutafuna taratibu. Taratibu. Gharama ya tatu ambayo ni mbaya zaidi, tunasema ni gharama ya kisaikolojia. Hizo gharama mbili ambazo nimekutajia, unaweza kusema huyu naye anaongea nini? Haina shida. Kama utaki pesa za kuingiza, sio mbaya. Umepoteza pesa na muda. Lakini gharama ambayo ni kubwa zaidi, ambayo watu wengi hawataki kuizungumza, ambayo ndio inaua maamuzi na inakuua na wewe halisi, inaitwa psychological cost, au naita gharama ya kisaikolojia. Hii gharama inakuwaje? Iko hivi. Kitendo cha wewe kutufahamu sisi, iwe ni wiki, mwezi, miezi mitatu, ukatufollow. Na kitu kibaya cha siku hizi, hata usipotufollow, ila tu ukalike zile page zetu, kila tukishare unatumiwa. Kila tukishare unatumiwa. Mtandao unakutumia. Hata ukitublock itakuja tu. Sasa angalia psychological effect ilivyo. Kila ukiona posti unasema nitaanza tu siku moja. Nitaanza siku moja. Kila ukiona posti nitaanza siku moja. Kila wiki wewe unaona? Kila wiki unajilaumu. I say. Okay. Kila mwezi unazidi kwenda, unaamini kwamba uwezi. Sasa hicho ndio kibaya zaidi. Unaona wenzako wanaanza, kuna watu ambao unawafahamu wanaanza, wewe unasema bado. Baada ya muda unaanza kujilaumu. Yaani unaona tu wenzako wanafanya, na wewe unajua hii kitu ingekuwa nimeanza, alafu hakuna kitu kibaya kama muda. Muda una tabia moja. Ukifanya tathmini unasema hivi miezi mitatu iliyopita sasa hivi singekuwa na bustani. Hivi miezi mitatu iliyopita nimekuwa na share nyingi mara kadhaa kwamba kuna bustani ambayo sisi tulikuwa tumeianzisha. Kama mwezi mmoja hivi kulikuwa jangwa kabisa.
akaja mtu mmoja kutembelea akasema, "He, hapa juzi kulikuwa jangwa kabisa." Sasa kuna imagination anakuwa nayo kwamba kama na mimi ningekuwa nimeanza. Unaingia kwenye kujilaumu. Sasa muda unavyozidi kwenda, unaanza uchawi wa ndani. Tunaita wivu wa kimya kimya. Ukifikia hiyo level, ndio unaita umaskini wa ndani, ndio unapoanza kukutafuna. Wivu wa kimya kimya unaanza kuwaje? Unaanza kutafuta negative kwa watu waliokutangulia. Hiyo inaitwa psychological cost. Unaanza kutafuta wivu. Mwanzoni ulikuwa na wivu wa maendeleo. Ule wivu wa kusema, no, I can. Ulishaonaje kwamba umekiona kitu kwa mara ya kwanza unasema, yes, na mimi naweza kufanya. Kitendo cha kutokuchukua decision, cha kutokufanya maamuzi, unaendelea kusema, nitafanya kesho. Baada ya muda unaanza kujilaumu, mbona sifanyi? Baada ya muda inaingia ile mentality. Imeingia ile mentality ya kitu kinachoitwa labda siwezi. Hivi vitu kuna watu wameandikiwa. Sio mimi. Unahama kisaikolojia kutoka kusema siwezi, unaanza kutafuta wachawi. Sasa kabla ya kutafuta wachawi, unaanza kuona watu waliofanya, huyu hapa ni kwa sababu ana mazingira. Huyu hapa ni kwa sababu iko hivi. Huyu hapa ni... Ukishaona umeshafika hiyo level, kilichobaki ni kupewa matunguli tu. Hamna kingine. Sasa unaanza kutafuta makosa vya watu. Angalia huyu. Unaanza kutafuta negative. Chunguza maisha ya watu ambao ni negative. Waliwahi kuona fursa, hawakuichukua. Ndio maana maskini anatafuta rafiki ambaye ni maskini mwenzake. Kitendo cha kushtuka kwamba huyu maskini mwenzangu mbona anataka kuniacha, anaanza kumdraw, anaanza kumshusha. Kwa nini anamshusha? Anamshusha kwa sababu anakosa company. Sasa akikushusha kwa mawazo, unajua sometimes una marafiki zako wa karibu na nimeona kuna idea, nimeona kwake anajua kabisa huyu jamaa kwa nguvu, unajua watu wanakufahamu kwa energy huyu jamaa alionayo. Akisema achukue hii fursa, miezi mitatu ijayo sio rafiki yangu. Unajua anafanyaje? Acha nao bwana, matapeli hao. Acha nao bwana, mimi acha bwana. Sasa wewe ukienda nyuma ukatulia mwenyewe, ukapata akili zako, unasema kwa research ambayo nimefanya, kwa mambo ambayo nimeyaona, hii inanihusu mimi. Unafanya decision. Ukifanya decision, akagundua umefanya decision, anaanza uganga, anaanza uchawi. Hakuna kitu kibaya kama kuwa na rafiki mwenye mentality ya kimaskini. Na ni mmoja anasema hivi, don't share your big dream to small mind. Nafikiri ndo Tony Robbins anasema hivyo. Don't share your big dream to small mind. Si mjifunze story ya Yusufu. Anashare kwamba eti siku moja atakuja kuwatawala. Atakuja kuwa nani? Ndugu zake ambao ni small mind wakamuuza. Kumuuza kule ni wivu. Mwingine anasema tumuue, mwingine anasema tumuuze tu bwana. Tumuuze tu jamaa aondoke kabisa, huyu aondoke. Ndio shida ya kuwa na marafiki wenye mentality ya kimaskini. Wanafikiri kwa nini matajiri wanakaa wenyewe na wanapiga ukuta? Wanakaa wenyewe eneo kubwa na wanapiga ukuta. Hawataki mentality za kimaskini. Kwa sababu maskini, level ya mwisho ya umaskini ni wivu. Sio maendeleo, ni wivu wa kiganga. Usiingie kwenye hiyo moment, ni mbaya mno. Na inaanzaga small, little. Unaingia kwenye hiyo mentality au uelewi. Wewe ukikama unasema, "Bwana mimi siku hizi nimekuwa mtu wa ajabu. Kila kitu naona wivu tu. Yaani naona wenzangu wamefanikiwa, naumia, yaani na uchungu ndani yangu." Usiingie hiyo. Nimekufundisha inatokana na nini? Kudelay kufanya decision za mambo yatakao kusaidia uwe mtu. Ukisha kata tamaa,
unaanza kukatisha tamaa watu. Ili wakatishe tamaa, unaanza kuangalia vipengele vidogo vidogo ambavyo unasema hichi, unaanza kujitafutia vimakosa vya ajabu ajabu. Kuto kuchukua hatua kunaumiza zaidi ya kuchukua hatua. Kwa nini? Unaanza kutembea na mzigo moyoni. Kwa nini? Unaahirisha, unajenga identity ya mgairishaji wa mambo. Unajenga identity ya kutokuwa mtu wa kuchukua hatua. Ilipaswa hii ndio iwe gharama ya mwisho, lakini wacha imekuwa ya 3. Tuone ya 4. Gharama ya 4 tunasema ni gharama ya fursa. Wanaita opportunity cost. Inaitwa opportunity cost. Okay, anyway, tuchukue mfano. Tulishare na wewe katika masomo yaliyopita, tulikupa offer ya kuingia kwenye program ya McGarden ambayo ulikuwa unalipa 2,500 badala ya 392. Sasa kama umejinyakulia ongera, kama hujajinyakulia ndio hivyo tena. Haya, leo nikakwambia kuna program inaitwa Profitable Garden Pro, ambayo of course gharama yake inakuwa ni 660, offer ni 500. Kama bado ipo, sijui. Sasa kujoin na Profitable Garden Pro ni 500, si ndio? Ukiwa serious, purpose ya program ya Profitable Garden Pro ni kukusaidia kupata 500 na kuendelea kila mwezi. Tujalie tu umepambana, mfumo umekusaidia, umeweza kuingiza 300 kwa mwezi baada ya muda fulani. 300 kwa miezi 6, tufanya iongezeki. Kwa miezi 6 ni milioni 1.8. Kwa miezi 6 ni milioni 1.8. Ina maana kwa kuailisha umepoteza shilingi ngapi ya miezi 6? Chukua milioni 1.8 toa na 500. Umepoteza 1.3 million. Ujuzi unao, forma unayo, mkakati unao, hakuna mtu anakuja kukunyang'anya. Watoto wako utawafundisha, kizazi na kizazi, utaanzisha project mara 1, mara 2, mara 3. Kwa hiyo kuna gharama ya opportunity ambayo ni kubwa zaidi kuliko hata hiyo milioni 1.3. Lakini kwa haraka tunakuwa umepoteza hiyo. Watu wanashindwa kuchukua maamuzi. Watu wanakosa, hawashindi kuchukua maamuzi kwa sababu wanakosa pesa. Wanashindwa kuchukua maamuzi kwa sababu wanakosa vipaumbele. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja ambacho ni warning na ni caution. Kama mpaka sasa hivi unafikiri kuingia kwenye program yoyote ya kwetu unapoteza, usifanye. Usiingie. Kwa sababu pia kufanya maamuzi ambayo hauna ufahamu nayo ni tatizo lingine. Utakuja kutuletea mizigo tu. Lakini ukiamini kwamba unawekeza kulingana na jinsi ulivyopata ufahamu, the time is now. The time is now. Na the good news ni kwamba tumeruhusu tena offer. Kazi ni kwako kuipigania hiyo offer. Rudi kwenye program ambayo tulikuwa tumekutumia kwenye WhatsApp. Kama ulikuwa hujatumiwa, sasa hivi andika neno program 0761 825 808. Andika neno program sasa hivi. Uchague offer ipi unachukua, anza sasa hivi. 0761 825 808. Tulikuwa tumeistisha, sasa hivi tumeruhusu tena. Kwa hiyo rudi kwenye program ambayo tulikuwa tumekutumia, andika neno program kwenye 0761 825 808. Kisha baada ya hapo chukua hatua, kama ni kuchukua program kubwa ya Profitable Garden Pro au kama ni kuchukua program ya McGarden. Sasa basi tumalizane hichi kipengele. Kuto kuamua kunajenga maisha ya aina gani? Yafuatayo. Kuto kuamua kunajenga maisha ya aina gani? Namba 1. Nataka tuchukue future ya watu wawili. Kuna future A na future B. Yaani future ya mtu A na future ya mtu B. Nikisema future maana inamaanisha wakati ujao.
Tumchukulie mtu ambaye ni A, ameamua leo kuchukua hatua ya kuingia kwenye program yenye mfumo. Anaanza polepole. Siku zote ndio utaratibu wa kwanza. Anaanza polepole. Cha pili, anakosea lakini yuko na support. Anaanza polepole. Leo kwa mfano, si huyu bwana atakuwa anatufuatilia. Anaitwa Faustin. Ni mmoja kati ya wanafunzi wetu yuko Mwanza. Shout out kwa bwana Boaz, kwa sababu Boaz ni mwanafunzi wetu pia, alishare naye. Of course naona mara kadhaa wananifuatilia. Alishare naye kuhusu programu yetu na Mr. Faustin ameanza program. Sasa kaingia kwenye program, kapata maelekezo, kaandaa miche, akatumia vifaa vyake. Nafikiri last week alipotumia vifaa vyake kajaza bag. Alipata bag 2, akapata Cake Garden, sasa kajaza bag. Alipojaza bag ameshare kwenye support. Leo tena sio muda mrefu. Aliposhare kwenye support akatuambia kabisa kwamba nahisi kama bag limeenama, kuna makosa nimeyafanya. Mimi nikamuuliza, unafikiri umefanya makosa gani? Akasema nahisi kama sikuwa nimelivuta vizuri, lakini next time sitakosea. Ndio mtu naye mzungumzia. Ameanza polepole. Cha pili, anakosea akiwa na support. Kitu cha tatu, anaanza kuona matokeo mapema. Kwa nini? Karekebishwa. Anaanza kuona matokeo mapema, karekebishwa. Mwisho tunasema hivi, mwisho anaingia majira mapya akiwa tayari na wazo. Kumbukeni, lengo la programu hizi ni kukuingiza majira mapya ukiwa na nguvu ya ushindi. Kama ni mwezi mpya, kama ni wiki mpya, kama ni mwaka mpya, whatever. Wewe kwako majira mapya ni yepi? Majira mapya kwangu ni kwamba nilikuwa na hangaika kwenye maisha yangu, sijui pa kuanzia, sijui nifanye nini. Sasa nimepata ufahamu, naingia kwenye majira mapya. Leo tunapozungumzia mtu kama Faustin, namzungumzia kama a future A ambaye amechukua hatua, amefanya maamuzi. Anaanza polepole, anakosea akiwa na support, anaona matokeo mapema, anaingia kwenye majira mapya akiwa tayari na wazo. Hakuna kitu kibaya kama unaingia mwaka mpya, unaingia mwezi mpya, unaingia wiki mpya, hauna wazo. Huwa ile wiki inaisha, hakuna cha maana umefanya. Mwezi unaisha, hakuna cha maana umefanya. Mwaka unaisha, hakuna cha maana umefanya. Ndio tabia ya kuingia kwenye majira mapya ukiwa huna plan. Haya, mtu B anaahirisha. Anaendelea kufikiri. Anaangalia wengine. Anaingia majira mapya akiwa na ahadi, akiwa na uchovu, akiwa na lawama, kibaya zaidi akiwa na uchawi. Mimi naita uchawi, wivu. Kwa sababu wivu unaanza kumtafuna. Anaanza kuona wivu kuanzia aliochukua hatua. Sio motivation tena. Motivation ina kikomo. Huwezi kuwa motivated mwaka mzima. Huwezi kuwa motivated miezi mitatu yote. Unasema mimi nakuwa motivated. Hakuna. Inafika moment ambao ile motivation inageuka, inakuwa ni uchawi na uganga. Yote na yote, tunapozungumzia majira mapya, hayaleti mabadiliko kwa kuingia majira mapya. Yanaleta mabadiliko kwa kuwa na maamuzi katika majira mapya. Very simple. Ndugu zangu, mimi nafikiri hapo utakuwa mwisho wangu wa kukusaidia kuweza kuwa mtu wa tofauti katika majira mapya, hususan katika safari ambayo tulikuwa tunaianza. Sasa una machaguo mawili, na kabla hujafanya machaguo mawili, shida itakuwa iko wapi? Kuamua. Je, ni maamuzi au ni pesa? Ni maamuzi au ni pesa? Issue sio pesa.
issue ni kujiuliza swali moja. Unataka kujenga karakta ya namna gani? Unataka kujenga utambulisho wako wa namna gani? Kuna machaguo mawili. Chaguo la kwanza, uamue sasa kuingia kwenye program zetu kama ni Bag Gardening, Profitable Gardening Pro. Utaratibu wote nimeeleza. Andika neno program kwenye nambari ya 0761 825 808. Kwenye hizi program zote utapata mfumo na support ya uhakika, ambao kwa vipindi vilivyopita tumesema kabisa mfumo una guarantee mafanikio. Lakini pia utapata vitendea kazi ambavyo vita simplify kazi. Sasa hiyo ndio good news kwa sasa hivi. Lakini the bad news ni kwamba kunaweza kutokea mabadiliko tunapoenda majira mapya ya kuto kuendelea kutoa vitendea kazi kama sehemu ya program. Kuna uwezekano wa kutofautisha vitendea kazi vikawa peke yake na program ikawa peke yake. Kwa ina maana gharama zinaweza kuwa mara mbili kwa wakati mwingine. Ila kwa sasa kama mabadiliko hayajatokea, labda jaribu, unaweza kupata. Huo ni uchaguo wa kwanza. Uchaguo wa pili, achana nayo. Utalipia gharama ya muda ambao utaendelea kupoteza, utalipia gharama ya chakula na afya itaendelea kudidimia, gharama ya kisaikolojia ambayo ndio mbaya zaidi, lakini pia gharama za kupoteza opportunity ambayo umepata. Na kitu cha pekee ni kwamba kila uchaguzi ambao utaufanya, hakuna uchaguzi utakuwa wa bure. Chaguzi zote zitakuwa na gharama. Sasa ni wewe unachagua ni gharama ipi ambayo unataka kuichagua. Lakini kitu kingine ambacho nataka ufanye, weka picha kama nitakuwa serious. Mwaka mmoja ujao, majira mapya mengine, nitakuwa wapi? Nitakuwa katika hali gani? Hebu jipe tu ile picha kwa haraka haraka. Alafu kisha baada ya hapo sema no, natakiwa kuwa serious. Then ifanya maamuzi ya ndio au hapana. Kama uko serious, andika neno program kwa nambari ambayo tumekutajia katika WhatsApp ya 0761 825 808. Rafiki yangu, mimi sitakuwa na mambo mengi sana kwa sababu somo la siku ya leo limekaa kwa watu wachache kidogo. Kwa hiyo nikupatie nafasi ya kuweza kufanya maamuzi. Jambo la msingi ni moja tu. Fanya maamuzi kabla muda wa ofa haujaisha, ili na wewe uwe miongoni mwa champion ambao ninaamini kabisa unaweza kufanya wonders. Kama hujafuatia masomo yaliyopita, pitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube jina Profitable Farm TZ. Lakini kwa wewe ambao umeshafuatilia, jambo la msingi ni moja tu. Twende hatua inayofuata. Rafiki yangu, mwalike rafiki yako mwingine, share naye somo hili, linaweza kuwa msaada katika maisha yake. Hauwezi kujua, unaweza ukamuokoa kwenye kansa, kwenye figo. Achana mambo ya kipato. Unaweza kumuokoa kwenye janga kubwa mno, kwa sababu watu wanaangamizwa kwa kukosa taarifa. Hawaangamizwi kwa sababu hawana pesa. Kuna watu wana pesa lakini hawajui wafanyaje. Lakini pia kuna mtu ambaye anatafuta kazi ya kufanya. Yuko busy nyumbani kwake. Anatafuta kitu gani akiwa pale nyumbani analea watoto anafanya. Share na hii video hii, itaweza kuwa msaada. Lakini jambo la msingi ni kutakia wakati mzuri unapoenda kufanya maamuzi, na Mungu akubariki mno. All the best.